kuua watoto. Damu ya watoto haiwezi mwagwa mimi nikiweko. So mimi hiyo nimekataa. Akakongabanisha kila mtu, mkutano ya usalama ikaitwa, akasema nisiitwe, ikapitisha watoto wawe. Tariki 25 mwezi ya 6. Ndio mimi nikaenda Mombasa. Baada ya kuongea nikaitana. Si mnakumbuka? Na mimi ni naibu wake, kwa sababu mimi si mwoga. Watu wakajaribu kuniambia hapana, wewe kama rais ameongea usiongee, lakini nikasema ile ameongea sikubaliani naye. Lazima mimi kama kiongozi nitoe mwelekeo. Mimi nikaita TV nikasema hiyo maneno nimekataa. Hiyo watoto hapana wahuni. Hawa ni watoto wangu. Those are my sons and daughters. And they have a right to be heard. And I disagree with what William Ruto has done. Sasa kutoka hapo sasa kikaumana kati ya mimi na yeye. Sasa tutakuwa tuongei, tunaongea na message. Akitaka kuniambia kitu na mimi namjibu. Tukiwa mkutano yeye akinitukana, mimi namtukana. Si ndio? Sasa tena mimi nikamkatisha chini. Hapo mbeleni ameanza mambo ya Moi ya kugawanya jamii yangu. Yeye ameunda jama kugawanya Wameru na Waembu, anawaambia hao nyinyi ni Mount Kenya East. Hao wa Kikuyu ni Mount Kenya West. Sasa mimi nikaona hatari. Kura yetu inakuanga na nguvu ikiwa chodomo. Sasa nikaona huyu jamaa vile anaendelea, nikamkatisha chini. Nikamwambia wachana na hii maneno, sitakubali. Usijaribu kugawanya sisi. Akaendelea. Akatoka hapo anaita vijana na wapatia pesa. Chukua ndege na pesa ya Maharambe 5 million, sunguka pigana na huyu Rigiji. Anaita kijana kutoka Murang'a, anamwambia wewe utakuwa rais 2027. Kijana kichwa yake inaharibika, anaanza kuzunguka. Anaenda Kirinyaga, anatafuta mama hapo governor, anamwambia wewe utakuwa rais, kichwa yake inaharibika. Nasikia? Anaenda Nakuru, anatafuta governor, wewe ndio utakuwa rais, kichwa yake inaharibika. Hii urais ana promise watu zaidi ya 10. Na kuwapatia pesa na ndege wazungu ndio haribu uhusiano ya watu ya mlima. Mimi nikamkatisha chini. Kamwambia wewe, hao watu ya mlima hawapendi usaliti. Wewe ulifaidika kwa sababu hawataki usaliti. Walipoona kama Uhuru Kenyatta anakusaliti na wewe si mtoto wao, wakapiga mtoto wao Uhuru Kenyatta wasimame na wewe kwa sababu ya usaliti. Wewe ukisaliti mimi na hii jamii, watakuumiza mara 100 vile waliumiza Uhuru Kenyatta. Nasema bana, mimi bwana wewe, nimekuwa hapa 35 years. Mimi niko na umaarufu, naelewa wewe unanifundisha nini? Mimi najua hii Kenya. Nikamwambia Kenya unajua, mimi sijui Kenya, lakini mlima mimi najua.